Chungu cha mapenzi, episode ya kwanza. Damu ya mapenzi. Usiku wa saa 8, mvua ilinyesha kwa mbali. Anga ilikuwa jeusi kama moyoni mwa mtu mwenye kisasi. Zena alikuwa amelala, lakini usingizi wake haukuwa na amani. Alikuwa na jasho jingi, uso wake umejaa hofu. Ndoto ilianza ghafla. Alijikuta katikati ya jangwa akiwa uchi wa mnyama, peke yake. Ghafla alifungwa minyororo mikubwa ya chuma. Kutoka mbali sauti ya mwanamke iliibuka kwa ukali na uzito. Ulichopanda kimeanza kuchipua. Moyo wa mtu hauwezi kusafishwa na maji ya uongo. Zena alilia. Akajaribu kukimbia lakini minyororo ikamvuta chini. Uso wa mwanamke mwenye macho mekundu, meno ya paka na nywele za nyoka ukamkaribia kwa kasi ya ajabu. Alipoamka alipiga kelele kubwa. Mama! Alikuwa na jasho na moyo wake ulikuwa ukidunda kwa nguvu. Ndoto hiyo haikuwa ya kawaida. Ilikuwa ishara ya mwanzo wa mateso. Asubuhi ya jua kali, Zena alikuwa anafagia uwanja wa nyumba yao ya kupanga huko Tandale. Jirani walikuwa wakiteta kwa sauti, wengine wakiendelea na shughuli za mtaa kama kawaida. Redio ya jirani ilicheza singeli kwa kelele. Ghafla, gari aina ya Prado lilisimama mbele ya nyumba. Dirisha la upande wa dereva likashuka. Sura ile ya zamani ikatokea. Dula, mvulana aliyewahi kumvunja moyo Zena miaka 2 iliyopita. Sasa alionekana kama tajiri wa mjini. Suruali safi, miwani ya bei mbaya na harufu ya perfume yenye nguvu. Zena wangu, mbona hujabadilika hata kidogo? Alisema Dula kwa sauti ya jiamini. Zena alimsogelea kwa mashaka, sura yake ikikosa tabasamu. Wewe tena, unanifuata nini? Alijibu kwa sauti ya ukali, lakini ndani ile ilikuwa dhaifu. Dula alidai amebadilika, amerudi kuomba msamaha. Anasema sasa ni mfanyabiashara na anataka kurudisha penzi lao. Zena hakumwamini, lakini moyo wake ulitetemeka. Mapenzi ya zamani yalikuwa yamekalia moyoni. Usiku huo, mama wa Zena, Mama Fatuma, aliporudi kutoka kikao cha kina mama kilichoisha saa 2 usiku, Zena alimwambia kuhusu Dula. Alimweleza alivyoonekana, alivyoongea na alivyojifanya kubadilika. Mama alikasirika. Mtoto wa kiume aliyekufungia kwenye giza la machozi, leo tena unamfungulia mlango. Zena, usikubali kula chakula kutoka kwa mtu aliyekufungia njaa, alisema Mama Fatuma kwa sauti yenye ukali wa mama anayejua mengi zaidi anavyosema. Zena alinyamaza, macho yake yakatazama dirishani kama anatafuta jibu lilijificha kwenye upepo. Kesho yake Dula alimtumia pesa kwenye M-Pesa. Alimwomba wakutane samaki pale Mlimani City. Zena